Kujiri nje ya nchi ni kwamba raia wa Tanzania wanapiga kura hapo kesho, huku mashirika ya haki ya Afrika Mashariki yakipinga uhuru wa uchaguzi huo. Mashirika matano ya kutetea haki za binadamu na demokrasia yakimkashifu Rais wa Tanzania Samia Suluhu kwa kushiriki uchaguzi bila upinzani wa kueleweka. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Steven Leto, maandalizi ya uchaguzi huo yamekamilika, huku vituo vya kupigia kura vikitarajiwa kufunguliwa kuanzia saa 12 asubuhi hapo kesho. Uchaguzi wa taifa jirani la Tanzania unafanyika Jumatano, huku Rais Samia Suluhu Hassan akiwa mwenyewe debeni. Makundi ya kutetea demokrasia Jumuiya ya Afrika Mashariki yamejitokeza kupinga kile wamekitaja kama ukandamizaji wa demokrasia katika taifa hilo. As for an election to be free and fair, there must be at least a competitive election. This is not an election, ni maigizo or drama. According to a recent report by Amnesty International, repression in Tanzania has intensified. Amnesty has referred to Tanzania's situation under Suluhu and the forthcoming elections as unopposed, unchecked, and unjust. Kinara wa PLP hapa nchini Martha Karua ni miongoni mwa viongozi waliojitokeza leo kutoa sauti kuhusu uchaguzi wa Tanzania, akimkashifu Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwapiga kumbo wapinzani wake si kwenye debe bali kwa kuwatia mbaroni na kuwafungulia mashtaka ambayo yanaendelea mpaka sasa. There was a violent arrest of Chadema's party leader Tundu Lissu and main competitor to Suluhu, and an arraignment over frivolous treason charges for merely demanding reforms before elections. Mashirika haya ya kutetea haki za kibinadamu wanadai kuwa serikali ya Tanzania, japo kuwepo kwa uchaguzi hapo kesho, imeweka vikwazo vikali kwa wanahabari pamoja na waangalizi wa uchaguzi. Contrary to rumors circulating, no elections are happening in Tanzania tomorrow, as all international media companies have been barred from entering Tanzania. No credible observation mission is currently in Tanzania. Belgium, Sweden, Germany, and Ireland have all withdrawn from the elections. The US is monitoring the situation, although it is not providing any official observers. Japo tume ya uchaguzi Tanzania imewaidhinisha wagombea 17 kuwania urais uchaguzi huu, chama kikuu cha upinzani Chadema kimezuiwa kushiriki baada ya kiongozi wake Tundu Lissu kushtakiwa kwa uhaini. Vituo vya kupigia kura vitafunguliwa saa 1 kamili asubuhi na vitafungwa saa 10 kamili alasiri. Sasa makundi haya ya haki yanasema uchaguzi unaofanyika Tanzania Jumatano ni sawa na sherehe ya kumtawaza Rais Samia Suluhu kwa muhula wa pili kama rais wa taifa hilo. Steven Leto, runinga ya Citizen.